amesoma Sheikh Muhammad bin Ali kwa babake, amesoma kwa ammi yake, kisha akamwambia nenda kapate fathi, hutoipata isipokuwa kwenye mlango wa Mtume. Nenda kwa Habib Saleh. Akaja Sheikh Muhammad bin Ali akawa uko chini ya Habib Saleh. Basi baada ya kusoma, baada ya kuona asrar na anwar, akatunga diwani nzima kumtungia shekhe lake. Katika maneno aliyosema, asema Sheikhi Ibn Ali, shekhe langu mimi ni Ibn Ali al-Mukammal, amekamilika kwa elimu, amekamilika kwa ikhlasi, amekamilika kwa wara, amekamilika kwa kila nyanja uzijuazo ambao ni muhimu. Habib Saleh amekuya Amu kutoka Ngazija, Komoro. Alikuwa ni mgonjwa, mtoto. Akaja kwa ammi yake akiitwa Said Ali. Huyu alikuwa Amu, haijulikani tarehe yake kuja Lamu. Mwanachuoni akiitwa Ghazali wa Amu, mcha Mungu sana. Alikuwa siku nyingine mtoto wake asema uketi karibu siku 3-4 haka hulala mekoni, hakulii, aogopa kula haramu. Basi huyo ammi yake ndo alomtukua, akaya akaketi kwake, akamuuguza. Alipapenda sana Amu, akasoma kwa mashekhe wote wa Amu. Kisha akarudi zake Ngazija kwa amri ya babake. Babake hawezi kukosa. Fundi Alawi alikuwa mkali sana na alikuwa una mikazo sana. Akawa husoma kwa Fundi Alawi, akawa husoma kwa Mwenye Bahasani. Huyo Mwenye Bahasani mkubwa ambaye kwamba ni katika taa ya Afrika. Alisoma kwa Said Ahmad bin Zaid Da'lani Makkah. Alisoma na wanazuoni wengine walikuwa kutoka Amu, kina Sheikh Faisal na wanazuoni kina Mwenye wa Makkah. Hizi nchi zetu zilikuwa zina high academic standard mpaka za kusikilia pande za Hijaz. Mtoto akawataka kurudi Amu, akaya kwa Mwenye Bahasani, akamwambia mimi nataka kwenda Amu. Mwenye Bahasani akaenda akamwambia Fundi Alawi, muwate Saleh endo zake Amu. Mintakakete ambia, la, mimi nakwambia muwate ende Amu. Huyu ni taa ya Jamalilel, naona mimi atakuwa nuru, itazagaa Afrika nzima na ulimwengu mzima. Wafilan ikawa hivyo. Katika ukoo wa Jamalilel uliteremka Pate, kisha kwa sababu ya Said Abdullah Tuyur alikuwa hakubaliani na mfalme wa Pate kwa dhulma, akakimbia akaingia jahazini, hajui enda wapi.
yeye na mtoto wake Said Ahmad, kumwita Said Ahmad al-Muhajiri, wakenda wakashuka Ngazija. Yeye Said Abdullah akafa njiani. Mtu wa kwanza kuteremka Ngazija ni Said Ahmad. Basi alizaa Majamalileli wote, kwa sababu Majamalileli baada ya kutoka Hadramuti wengi walielekea pande za Jawa na Malaysia. Ndio kaona kuna Majamalileli wengi kule na Wafalume na nini, ni kwa sababu walitoka. Wachache wakaja Siu, wakaja Pate, kisha wakenda Ngazija. Ngazija ndo Habib Saleh ikawa sio Jamalileli wa kwanza kuja Lamu, lakini yeye ndio akawa ndio taa. Jambo gani lilifanya Habib Saleh kuwa hivi? Habib Saleh alikuwa na akhlaq, alikuwa na tabia mzuri sana, kisha alikuwa salihun fisme. Mwenyewe Sheikh Muhammad bin Ali asema ni saleh kwa jina, wa fi dhatihi, na dhati yake ni saleh, na hali yake ni saleh, wa makalati wa ibadati wa adati. Habib Saleh amefanya kitu katika Afrika, katika East Africa, ambacho kwamba kulikuwa hakuna: kuitoa elimu, kuitia msikitini, kuitoa elimu, kuwapa watu mustadhafina. Alikuja Lamu, akaketi madarini kule, akawa hana raha, akaja uketi sehemu za Sheikh Biladi pale. Katika mashekhe walioko pale walimuona kwamba huyu mtu, na alisoma kwake, yeye mwenye alisoma kwake, naye ni mwenye manswabu. Akamwambia ndo nikupe shamba, akampa shamba. Basi kule kwenye shamba akaanza dawa. Wale watu wote, wagema wote walikuwa wakigema tembo, sasa wakawa huigema Qur'ani. Akajenga na msikiti wa Makanda kidogo kidogo mpaka namna hiyo kafika hapa. Akajenga institute. Ilikuwa zamani hakuna chuo cha dini wakati wowote, si kwa wazungu wala si kwa Afrika wala si kwa Waarabu, kwa jinsi zote ulikuwa hakuna kitu. Akabuni yeye, akawa sasa asomesha watoto. Ile taalim iliwafanya igeuke ile Lamu, mpaka watu wakawa hutoa fikra na maneno kwamba ni makanogo, manake watu waenda kutafuta elimu kule. Watu walikuwa hawasafiri kuja Mombasa kuzengea elimu. Mombasa elimu imekuja baada ya 1920 na 1930 bana. Kulikuwa hakuna hata madrasa moja. Ulikuweko Uislamu, lakini kulikuwa hakuna taalimu. Huyu akaileta taalimu na akaileta tazkia, na akaleta mfumo ambao kwamba ulikuwa ni mgeni kwetu. Akawa na taalluq na Hadramuti.
Vipi alikuwa na taalluki na Hadhramuti? Babake fundi Alawi ilikuwa akimsomesha pale atokako huyu kijana, akimsomesha wazee wake ni nani, ametoka wapi. Akawa na hamu sana ya kujua ile ustaarabu ulioingia Hadhramuti na elimu iliyoingia Hadhramuti ni kubwa sana. Babu yake mkubwa alitoka Iraqi. Alipotoka Iraqi akaja Maka na Madina, akaja kwanza kazuru, kisha akaenda zake, akataka kwenda zake Maka, lakini ukawa kuna vita. Sayyid Ahmad al-Muhajiri, Ahmad bin Isa al-Muhajiri, mjukuu wa tano kutoka kwa Mtume, huyu akaona mimi mahali pa kwenda nende Yaman. Yaman ambao kuna nini, uibadhi, makhawarij. Na siku zile makhawarij walikuwa ndio wametanda, wameharibu mujtama wa Kiislamu. Akenda, hakwenda Masri. Masri ilikuwa imejaa wanazuoni. Masri ilikuwa wapenda Ahlul Baiti. Masri ilikuwa ni kila kitu. Hakwenda India. India ilikuwa imejaa wanazuoni, lakini alikwenda Yaman. Mabedui kabisa, makhawari yutinda watu namna moja. Akenda akaibadilisha Yaman, akaibadilisha Yaman. Yeye wakenda kaza ile Yaman imebadilika kwa sababu ya saitara ya Ahlul Baiti. Sayyid Ahmad al-Muhajiri na watoto wake kina Fakir Muqaddam Ahmad bin Isa wakaja. Sasa ile ndiyo kazi aloifanya Habib Saleh. Hamu yake ilikuwa ni kufanya kazi ya kutangaza dini. Wa naam, ikatangazika dini. Walbaladu tayyib yakhruju nabatuhu biidhni rabbih, ardhi nzuri huzaa zizuri. Akamzaa kijana chake akiitwa Ahmad al-Badawi, na yeye alikuwa akisoma, alikuwa na taalluki sana na ahlu tasawuf. Alikuwa akisoma manaqib ya Sayyid Ahmad al-Badawi wa Tamta, mwanachuoni mkubwa yuko Masri. Akaambiwa umezaa kijana aitwa, akaambia basi huyo ni Badawi. Hakuna Badawi kwenye Jamali Leli. Yeye Habib Saleh aliwavuta watu wote wakawatia, na huyu naye kijana akafanya kazi, na yeye akasimsikiza babake, akasoma kwa babake, akasoma kwa mashekhe wa babake, akimtoa usubuhi, kila usubuhi kwenda Shela kusoma kwa mwanachuoni mkubwa sana Amu akiitwa Sheikh Faisal. Alikizunguka kila mahali kutafuta elimu, na elimu ikawa imeshamira. Habib Saleh akapata vipenzi wengi, wakawa watu mwilia.
Mmoja ni Sheikh Abdullah Al-Husni, huyu mwenye msikiti huu. Ndio sababu ikawa kila kitu cha Habib Swaleh chafanywa hapa kwa sababu ya Sheikh Abdullah Al-Husni. Alipewa ijaza yeye na Habib Swaleh, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Akamtukua na kijana kutoka Mombasa. Kijana mwenyewe ni Sheikh Abdullah Zalidi. Akampa mwenye, akamwambia huyu kijana nakupa wewe. Sheikh Abdullah Zabidi akaetwa kwa bibi yetu, akawa hulelewa yeye na ami zetu na wazee wetu. Akasoma Abdullah Zabidi, naye akatoka akaenda akaifanya kazi ile ndio Sheikh Abdullah Al-Husni alikuwa akiitaka. Akaenda mpaka Mwanza na kuzunguka kila mahali. Sasa legacy iliyoko ni ya elimu. Akawa yeye mwenzake ni Sheikh Abdullah Bakathir. Sheikh Abdullah Bakathiri ni mwanachuoni mkubwa sana. Yeye Habib Swaleh alikisoma kwa Sheikh Abdullah Bakathir, lakini Sheikh Abdullah Bakathir akataa, asema tukitwalii. Katika wanazuoni wa Amu akiondoka Sheikh Abdullah Bakathiri akawa ataka amwambia Habib Swaleh nipatie shekhe na mimi. Akampa swala ya Mtume, akamwambia isome swala hili, utamuona shekhe wako wa kupeka akhira. Akaisoma, kisha akamuota Mtume, akamuona, akaenda kwa Habib Swaleh akamwambia je, akamwambia nishamuona. Akamwambia panda jahazi uende. Ni wapi? Akamwambia nenda Unguja, uko Unguja huyo shekhe. Akapanda Sheikh Abdullah Bakathiri jahazi, siku karibu mwezi, zamani za wajua tena. Akifika Unguja auliza Masjidul Jamia iko wapi? Akaambiwa ni ile pale. Akifika Masjidul Jamia amuona Said Ahmad bin Smith amemsimamia, akamshika mkono. Basi Sheikh Abdullah Bakathiri hakutoka tena Unguja, aliketi kwa shekhe lake, lala amka inuka namna hini. Huyu Sheikh Abdullah Bakathiri ndiye aliyemsomesha Sheikh Abdullah Khatibu. Sheikh Abdullah Khatibu ndio khatibu wa kwanza katika Riyadha. Sheikh Abdullah Khatibu akapewa ijaza ende bara, akaenda Nairobi. Alitia Uislamu Nairobi, Wakikuyu wote alisilimisha, na akajenga msikiti ukiitwa Riyadha, sasa waitwa Pumwani, Masjid Riyadha. Ule umejengwa ule. Sheikh Abdullah Khatibu ameketi pale. Sheikh Abdullah Khatibu ndiye aliyemsomesha Bamwenye. Amu ukisema Bamwenye ni Said Muhammad Adnani, alimsomesha Bamwenye. Bamwenye alisoma kwa mashekhe wawili, alisoma kwa Sheikh mwenye Mansabu na huyu Sheikh Abdullah Khatibu. Sheikh Abdullah Khatibu akamtukua akamweta Riyadha, hakutoka tena Riyadha. Na Abdullah Khatibu ndo alomsomesha Sheikh Bereki, kisha akamleta Riyadha. Na Sheikh Bereki ndo alileta Uislamu kote kwa alisomesha miaka 50 asomesha, kuonesha kwamba elimu yetu hii ndio elimu ambayo kwamba
itatupeleka mbele. Ulimwengu wa sasa yatuharibia elimu yetu, na sisi twataka kuharibiwa kwa sababu tumezoea bure. Twataka Mwamerika ana dhamiri ya kuzivunda za madaris. Atazivunda vipi? Atawaambia sisi tutawalipa walimu. Madaris na duksis zitasimamiwa na serikali. Waambiwa serikali tutawapa sisi pesa. Sasa hamtotukuliwa nyinyi walimu ambao kwamba hamwezi kubadilika, kwa sababu mshainuliwa, mshanyweshwa, yuskha bima'in wahid, mmejazwa kabisa. Mutaletewa walimu waje pale kwenye madaris zenu wawasomeshe watoto. Na nyinyi mkisha kupewa pesa itakuwa ndio mwisho wa madaris. Hizi kazi zimeundwa na Habib Saleh. Habib Saleh akamleta mtoto wake Said Ali Badawi akafungua madrasa hapa. Kwa kupenda bure watu wakenda wakatukua walimu kutoka nje, wakawa sio ile elimu ya asili. Madaris, Habib Saleh akamtukua mtoto wa rafiki yake Said Abdullah Albidh, akamleta Lamu Sharif Saidi, akamuozesha na binti yake, akamsomesha, akazaa wale watoto, wakainukia pale Riadha, wale watoto wakasomeshwa pale Riadha. Wa fi'lan akatoka mtoto wa Sharif Said Said Muhammad Albidhi, akaifanya kazi ile ya babu zake. Leo hapa tuna madaris ngapi? Kuna Kongowea, kuna Salihina, wote wako chini ya mikono ya Said Muhammad Albidhi. Wazee wetu wamewasomesha hawa kwa sababu msingi, asluha thabit wa faruha fi samaa. Sisi tunazo system zetu wenyewe, ni watu wasimame Yoda, watu wasimame katika kuzisimamisha hizi. Wako wazee, baadhi ya wazee hapa mashallah kusimama na hizi madaris kwa namna wezao, lakini ni juhudi kubwa sana. Bila ya taalim ya dini hatuwezi fika mahali popote. Tumefika hapa tulipofika ni kwa sababu za wao. Wamesimama wakasimamisha, wakatoa wanafunzi, na wanafunzi na wao wakafanya walipofanya. Unguja nako kafanywa vile vile. Sheikh Abdullah Bakathiri akafanya ukutani. Sheikh Abdullah Bakathiri kwamba yeye alimpata shekhe, na yule shekhe akamtukua akampeleka Hadramuti. Said Ahmad bin Smiti baada alimtukua Sheikh Abdullah Bakathiri akampeleka Hadramuti, akasoma kwa wale mashekhe ambao kwamba yeye amesoma, kwa wale mashekhe ambao kwamba wamemsomesha Habib Ali al-Abshi.
na akamtukua mtoto wake Sheikh Abubakar Bakathiri, akamtukua na huyu Sheikh Abdullah Khatibu, akamtukua akaenda kuwapeleka kuwapa ile elimu fresh yatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tuna kitu chaitwa sanad. Sanad maana yake si makhutuba mengi. Watu fikiri maana sanad tuna makhatibu wengi. Sanad watu walikuwa si makhatibu. Said Ali Badawi alikuwa hakutubu chochote, lakini ana sanad, amesomesha zitabu zote ambazo kwamba alosoma babake kwa mwenye mansabu na mwenye mansabu kwa Said Abdurrahman al-Mashhur, kwa Said Abdurrahman al-Mashhur kwa Said Habib Ali al-Habshi, Habib Ali al-Habshi mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio sanad. Ukawa na mashekhe wamekusomesha zile zitabu waliosomeshwa wao, na wewe ukazisomesha. Tunaweza kuwa na sanad kwenye mitandao, ni muhimu, lakini yataka mipangilio. Tunataka mipangilio, watu wako wa kufanya kazi, ni sisi kujipanga wenyewe, na Mwenyezi Mungu atatupiga kofi la fahamu tuweze kufuata zile sera. Siku kama hizi ni siku za kuzungumzwa watu, si masala ya kuzungumzwa topics. Wadhakirhum biayami llah, wadhakirhum biayami llah, wakumbushe watu zile siku za Mwenyezi Mungu. Wale watu walopigana, angalia sera ya Imam Hussein, sacrifice alioifanya Imam Hussein. Angalia sera ya Muhammad al-Baqir, angalia sera ya Musa al-Kadhim, angalia sera ya Ahlulbeiti wote, yatokamana na siku kama hizi. Si siku za kuzungumzwa topic ambazo kwamba ziko kwenye mujtama. Tuwazungumze wale ndio zio. Udhakirukum Allahu fi ahli baiti, mwenye Mtume asema, na wakumbusha. Hatuwezi bila ya ahlul baiti, hatuwezi fika popote. Tusomeni tarikhi zao, tuangalie wamefanya nini, sacrifice walizozifanya. Tumuangalie sahibu Mirbat alifika vipi pale, alifanya nini, alisikilia lini. Hii ndio muhimu sana. Tuisomeni tarikhi zetu, tuzijue. Wazungu wana mneno unena, to know who you are is the beginning of wisdom. Akili kwanza. Ukiwa na akili wewe ni kujua wewe watoka wapi, umetokamana na nani, ilikuwaje. Na hii ndio sababu ya kufanywa hizi dhikrayati. Tuko hapa katika masiku matakatifu, kuwataja watakatifu, asa na sisi tuwe watakatifu, tupate baraka zao. Wa bihadha, wassalamu alaikum wal afu minkum. Said ندعو كلانا